Dudu Baya naye amebahatika kuingia katika tamthilia hii hapa ya Memkwa. Sasa tuweze kujadili zaidi kile ambacho kimetendeka ndani ya tamthilia hii hapa. Kimsingi tamthilia hii hapa ya Memkwa imezidi kujibebea umaarufu mkubwa zaidi na imezidi kuhamasisha hata kwa wale wengine ambao walikuwa wana plan kutengeneza tamthilia, imezidi kufanya ubunifu zaidi. Kama jinsi ilivyo tamthilia hii hapa ya Memkwa imekuwa ikileta mastaa mbalimbali, watu ambao waliotrendi zamani na wakafanya vizuri, lakini pia waliotrendi kwa wakati huu hapa na wakafanya vizuri wamekuwa wakisogezwa katika tamthilia ya Memkwa. Sasa kwa wakati huu hapa episodi ya 12 bwana, imeingizwa ingizo jipya ambalo limeletwa na watu wengi wameshangaa kwa nini huyu mwamba ameweza kuingia katika tamthilia hii hapa ya Memkwa. Na ingizo jipya hili sio jingine bali ni la Dudu Baya. Unaona bwana, mamba huyo hapa mkali kabisa, ambaye amezoeleka zaidi katika mitandao ya kijamii, akiongea mengi kweli kweli kuhusiana na mambo yote au kadhaa anayoyafahamu ambayo yanaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii. Kuongeongea kwake kumezidi kumpa platform kubwa zaidi katika mitandao ya kijamii, kiasi kwamba mitandao imekuwa na nguvu ya kuweza kumwamini na jamii imeweza kumwamini kupitia mitandao ya kijamii. Basi kama jinsi ilivyo, amekuwa ni mtu ambaye anazungumzwa zaidi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mambo mengi ambayo amekuwa akiyazungumza. Kwa hiyo basi katika tamthilia ya Memkwa na yeye pia ameingia humo ndani. Sasa baada ya kuwa ameingia, watu walivyomuona ameingia katika tamthilia hii hapa wakaanza kujiuliza, sasa na huyu Konki Master ni kitu gani ambacho atakachokiigiza humo ndani ya tamthilia hii hapa. Wanasema kwamba jinsi ambavyo utakavyojitambulisha kwa jamii ndivyo jamii ambavyo itakavyokuchukulia, na ndivyo hivyo atabadili akitokea, ndivyo ambavyo yatakavyokuchukulia wewe ni mtu wa namna gani. Dudu Baya amekuwa ni mtu ambaye anaongea zaidi katika mitandao ya kijamii, anaonekana kama mbabe, kauli tata ambazo anazisema. Unaona bwana, madibishano ambayo amekuwa akijimwamba fai kwamba yeye ndio mwamba kuliko wale ambao atakaokuwa akiwaeleza. Sasa hiyo kategori ambayo amekuwa akifanya zaidi imemfanya hata katika tamthilia ya Memkwa avae uhusika huo kama ni mtu fulani hivi mkorofi sana. Unaona bwana, vipi katika uigizaji wake? Je, unaona kabisa uigizaji wake umekizi viwango ambavyo kwa wataalamu wakisema kwamba watazame tamthilia hii na tamthilia za watu wengine, unaangalia ubora katika kazi ambazo zinazofanyika. Inawezekana ni kweli ndio watu wako katika trending wakiingia katika tamthilia ya mtu fulani au jambo la mtu fulani au jambo linaenda viral, lakini baada ya kuwa limeenda viral linaachia kitu gani kama alama ambayo kwa sababu kila hatua ukiipiga kuna alama inabakia. Sasa hiyo alama ni ile alama ya kung'ara kwa muda mrefu, au ni zile alama ambazo kwa muda mfupi tu zinaonyesha kwamba ni kama hakuna kilichotokea? Haya ni maswali ambayo nimekupatia wewe. Sasa wewe ndio unaweza ukajibia kuhusiana na hiki ambacho nimeweza kukuwasilishia kuhusiana na kuchambua zaidi dhima na dhamira ya kuifanya tasnia ya Bongo Movie kuonekana ina wapiganaji wenye uwezo na kuitendea haki Bongo Flava, kuitendea haki Bongo Movie kama jinsi ambavyo Bongo Flava imekuwa ikitendewa haki zaidi na wasanii wa muziki ambao wamezidi kuweka alama kubwa zaidi katika usawa huo wa uimbaji. Unaona bwana, si thibitishi moja kwa moja kwamba Dudu Baya katika upande wa kuigiza amekosea au amepatia, lakini nimeacha maoni kwako. Wewe unaweza ukatoa maoni yako baada ya kuwa umeitazama tamthilia ya Memkwa episodi ya 12. Unaweza kutoa maoni yako kati ya episodi zilizopita na hii hapa, ubora wake unauonaje? Je, Konki ameweza kufanya mapinduzi makubwa? Kimsingi amefurahisha, na kile ambacho kimetrendi katika mitandao ya kijamii amekionyesha hakika, na uwezo wake katika kile ambacho kimetrendi ametendea haki. Katika upande wa kutendea haki, kama atakuwa ana deni katika hilo, basi sio deni kubwa la kuistajabisha dunia. Naona bwana, kwa kiasi kikubwa ambacho
amekifanya ni vile vile ambavyo trending zake zimekuwa zikionyesha. Mtu fulani hivi mtata, mkorofi, maji yani mjuaji, yani anajua hata vile ambavyo anaweza kukwambia kwenye moja anaweza kukuaminisha kwamba sio moja, kwenye 9 anaweza kukwambia 6. Yani ndio jinsi ambavyo amezoeleka katika mitandao ya kijamii, na hata hivyo ambavyo ameweza kuigiza katika uhusika wake huko ndani, amevaa uhusika huo. Sasa hii inathibitisha nini? Kwamba hata vile ambavyo huwa anavizungumza katika interviews mbalimbali, je, anaviongeaga kama jokes au ndo uhalisia, au anafurahisha tu makundi ya watu ambao wamekuwa wakifanya hivyo. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na tamthilia ya Memkwa. Unaona bwana, tayari imekwisha kutoka na imezidi kukimbiza namba kwa kweli, na ubunifu umekuwa unazidi kukua zaidi na unazidi kusogea kasi zaidi. Lakini katika ubunifu ambao unaendelea zaidi na katika trending zinavyoendelea zaidi, kumbuke trending ni kitu cha muda mfupi na bongo movie ni ya muda mrefu. Sasa hii hali ya kuwa trending za wasanii zikitokea wanaingia katika bongo movie, je, wanataka kuzifanya movies zenyewe ziwe katika mtindo wa kupita tu, au zinakuwa endelevu ili kizazi kijacho kizidi kujifunza zaidi na kuendeleza kazi ambazo zilizofanywa kwa ubora kama wakati ule wakina Steven Charles Kanumba. Mpaka kufikia sasa hivi tasnia ya bongo movie imezidi kuheshimika zaidi katika Afrika Mashariki na Kati, na hata wale ambao walikuwa wakitazama kazi za nchini Tanzania wanaona kabisa kwamba kuna creativity kubwa zaidi ambayo imefanyika. Bana, nikuache kwa wakati huu hapa, na utoe maoni yako. Nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye bye.